Jeshi tawala la Myanmar limeanza mchakato wa uchaguzi jana Jumapili, likisema hatua hiyo italirejesha taifa hilo kwenye utawala wa kidemokrasia karibu miaka mitano baada ya mapinduzi ya kijeshi yaliyosababisha vita vya wenyewe kwa wenyewe ambavyo bado vinaendelea. Uchaguzi huo unafanyika huku mwanasiasa maarufu zaidi nchini humo Aung San Suu Kyi akiwa gerezani na chama chake cha National League for Democracy NLD kikiwa kimevunjwa. Uchaguzi huo unatawaliwa na vyama vinavyoonekana kuunga mkono jeshi, huku mamia ya watu wakikamatwa chini ya sheria mpya inayokataza kuzuia, kuvuruga au kukosoa mchakato wa kura. Aidha, maeneo makubwa ya nchi hayashiriki kupiga kura kutokana na mapigano yanayoendelea kati ya jeshi na makundi ya waasi wa kikabila pamoja na wapiganaji wanaounga mkono demokrasia. Wachambuzi wanasema jeshi linaona uchaguzi huo kama fursa ya kurekebisha kilichodai kuwa matokeo yasiyokubalika ya uchaguzi wa mwaka 2020 ambapo NLD ilipata ushindi mkubwa. Ingawa mwaka jana waasi walifanikiwa kulipiga jeshi mapigano makubwa, mwaka huu wanajeshi wamefanikiwa kurejesha maeneo kadhaa kwa msaada wa askari waliolazimishwa kujiunga jeshini na silaha mpya kutoka China, hali iliyolipa ujasiri jeshi la junta kuendesha uchaguzi. Hata hivyo, mashirika ya haki za binadamu na Umoja wa Mataifa yamekosoa vikali uchaguzi huo, yakisema hauwezi kuwa huru wala wa haki wakati wapinzani wanakamatwa, kuteswa au kuuawa na uhuru wa kujieleza ukiwa umekandamizwa. Wakazi wengi wa Myanmar wanasema hawana matumaini na uchaguzi huo, wakihofia kuwa ni njama ya kuhalalisha kuendelea kutawala kwa jeshi badala ya suluhisho la kweli la mgogoro unalolikumba taifa hilo.